Sasa bro, tunaishi kwenye kizazi cha Gen Z. Wewe unadhani Gen Z sasa hivi anahitaji nini kwenye muziki wa Injili? Kwa sababu inabidi pia umfikirie na yeye vibe yake, jinsi ya kumove naye kumfikishia huo ujumbe wa Yesu, huo Injili kamili wa wokovu. Tufanyeje? Unadhani anahitaji nini? Gen Z waga automatically wanapenda kutiwa moyo. Gen Z hawamtakagi Yesu. Wanataka tu kutiwa moyo, na hata wakisikia habari za Yesu basi waishie tu kuzisikiliza kwenye mahubiri kanisani, ila kwenye nyimbo wapate nyimbo ambazo zinawapa hiyo vibe, watacheza, wataburudika, na ikitokea wanataka kuingia deep sana, waimbie tu nyimbo za inspiration za kutoa moyo. Lakini sio kwamba Yesu anaokoa, Yesu anaweza, hawatasikiliza. Na hata ukiangalia nyimbo ambazo zimebeba halisi ya wokovu, hazinaga numbers nyingi kwenye mitandao. Ya kuliko hizi nyimbo ambazo unasikia, nasikia baridi baba sijui nini, au watu wanaojizungumzia wao, nyimbo za bana za ushuhuda za watu, zina namba nyingi sana kuliko nyimbo ambazo zinamtangaza Kristo. Kwa kuna mahali tumeanguka kwenye eneo la uandishi. Wakati ameongea amenikumbusha kwamba kuna mfano mmoja wa Gen Z ni kama kijana anayetafuta mchumba kabisa. Wakati kabla hajaanza kuwa serious na maisha ya mchumba, anakuwa anapenda mwanamke mzuri mwenye muonekano, masuala mengine haangalii. Kwa hiyo 90% imeevolve kwenye muonekano, lakini anapokuja kwenye swala la mke sasa ana seto. Sasa ndo sasa anataka sasa mtu ambaye 90% ita evolve character. Okay. Alafu 10% ndo hayo mengine. Kwa hiyo nafikiri ndio tunachanganya hapo. Tuna entertain sana hiyo 90% mahali ambapo wanahitaji ile 10%. Yeah.